Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Simba Sport Club. Kwa kile ambacho kinachoendelea ndani ya kikosi cha klabu ya Simba, mambo ni mazito kweli kweli. Unaambiwa mambo yamekuwa ni mazito kujili mara baada ya kile kilichoweza kutokea, maamuzi ya TFF na bodi ya ligi juu ya kuweza kusogeza mchezo mbele. Sasa unaambiwa huko ndani ya klabu ya Simba mambo yameweza kuwa ni mazito, akushikiki akukaliki, na ndio maana ukimya umetanda katika kurasa za mitandao ya kijamii ya klabu ya Simba. Unaambiwa mambo yameweza kuwa ni mazito, ambapo taarifa za ndani kabisa ambazo zinazoelezwa ya kwamba sasa kuna jambo zito ambalo linaloendelea. Sasa hilo jambo ndio mimi nimekusogezea hapa, utakwenda kujua maamuzi ya wekundu wa Msimbazi Simba ambayo wanakuja nayo mara baada ya kile kilichoweza kutokea katika yale maamuzi ambayo yameweza kujili katika mchezo huo. Kumbukwe kwamba klabu ya soka Simba Sport Club wao waliweza kuandika barua yao wakiweza kuwaambia bodi ya ligi TFF kwamba mchezo ukibadilishwa utakuwa ni batili, hivyo basi hawako tayari kushiriki tarehe nyingine yoyote tofauti na tarehe 15 ya mwezi huu, ambayo ni siku moja tu ambayo imebakia. Si unaweza kusema sio siku, yani ni masaa kadhaa imebakia kwenda tarehe 15, ambapo Simba walionyesha hadi vibali vya kwamba kile kilichoweza kutokea, kwamba ule mchezo kwamba waliweza kuonyesha vibali kutoka wizarani ya kuruhusiwa kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa dimba la Benjamin William Mkapa. Sasa katika ile taarifa ambayo iliyotolewa inaambiwa mambo ni mazito. Yanakuaje? Ila kabla tujaendelea, ngoja nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, jua kwamba taarifa nyingi zitakuwa zimekupita. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipo kuweza kuhangaika huko na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Bana, mambo ni mazito katika taarifa ambayo ilitolewa na bodi ya ligi pamoja na TFF, ikisema ya kwamba mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara namba 184 kati ya Yanga dhidi ya Simba ambao ulipangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 15, 2025 saa 11 jioni. Mchezo sasa utafanyika tarehe 25 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa majira ya saa 11 jioni. Bodi nazitakia maandalizi mema klabu hizo. Sasa katika yale maandalizi, watu wanachojiuliza ni kwamba mpaka sasa ukipita katika kurasa za Simba bado pako kimya kweli kweli, hakuna chochote ambacho kinachoonekana. Sasa inaelezwa kwamba kinachoendelea ndani ya hapa nazungumzia kikosi cha klabu ya Simba, inaelezwa ni vute ni kuvute ya viongozi wa klabu ya Simba, huku wengine wakioji uhalali wa baadhi ya watu waliokwenda katika kikao ambacho kilichofanyika Dodoma kati ya upande mbili. Hapa nazungumzia Simba na Yanga pamoja na mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wengine wakioji kwa nini CEO wa klabu ya Simba hakuwepo, wakawepo wazee wengine ambao sio viongozi wa klabu ya Simba, huku alikuwepo Murtaza Mangungu peke yake ambaye ndio aliyekuwa ambaye ndo alikuwa ni kiongozi kwenye jopo lile ambalo lilikwenda pale Dodoma kwa ajili ya mchezo huo. Sasa inaelezwa kwamba viongozi wa Simba walioshiriki kikao na mheshimiwa rais walikubali kucheza dabi Juni 25. Unaelezwa kwamba viongozi wengine wa bodi ya Simba akiwemo CEO Mzee Magori na mwenyekiti wa bodi hawajakubaliana na maamuzi hayo, na wanadai hawakushirikishwa katika maamuzi hayo muhimu
muhimu kwa klabu. Mpaka sasa mvutano unaendelea, na ndio maana klabu haijasema chochote mpaka muda huu ambapo Simba leo watatoa msimamo wao kama klabu baada ya kikao cha bodi kitakachokaliwa asubuhi hii, ambapo watakuja na maazimio yao. Sasa hofu inakuja vipi kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea kwa sasa? Watakubaliana nayo kupeleka timu katika dimba la Benjamin Mkapa, kwa sababu tayari mashabiki walishawaambia kwamba wenyewe kwamba hawatoshiriki mchezo huo, na kinachowaumiza wengi mashabiki wa klabu ya Simba ni kuona yale matakwa ambayo yalikuwa wakiyataka Young Africans yanakamilishwa, huku wenyewe azimio lao moja tu la kutokucheza katika mchezo huo mpaka sasa limeshindwa kuweza kugonga mwamba na kuweza kukataliwa na kupangiwa tarehe nyingine ya mchezo huo, ambapo unaelezwa kwamba kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya Simba, unaambiwa viongozi waache kumtafuta mchawi katika sakata hili, waelekeze nguvu zao kuelekea katika Kariakoo Derby, kwani kule watapata kile wanacho kitaka, pengine maamuzi mazuri ambayo yanaweza yakawa yana faida zaidi kwa upande wa klabu ya Simba Sport Club katika mchezo huo. Lakini katika taarifa nyingine ambayo inaelezwa ni kwamba kile kinachokwenda kutokea, unaona bana, mambo huenda yakawa ni mazito kweli kweli. Mashabiki wa klabu ya Simba tayari wameanza mbwembwe zao katika sakata hili, ambapo wengine wanasema wanaenda kasi, kwa nini dabi isichezwe tarehe 15 isogezwe mbele. Na haya ni malalamiko ya mashabiki wa klabu ya Simba ambao wamekuwa wakiweza kuyazungumza. Anazungumza shabiki wa Simba nguli kabisa, mchungaji wa Simba akifahamika hivyo, akizungumza kupitia kipenga extra ya East Africa Radio, anasema ya kwamba kama mechi ya Jumapili itahairishwa, sisi hatutakubali, yani ndio haki yetu hiyo. Wale si walishakataa, na sisi Jumapili ikitokea mechi inahairishwa au kuambiwa tu inasogezwa kwa saa moja, hatukubali. Tunaenda kasi kushitaki kwa nini tusicheze dabi yetu wakati ilishatangazwa. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoonekana bado mvutano kwa mashabiki wa klabu ya Simba juu ya kukubali kupeleka timu katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini kwa upande mwingine, kwa upande wa Yanga, wao wanaona kama ni furaha na kicheko kwa kile ambacho walichokuwa wakiweza kukitaka, na kuona kama matakwa yao na yale ambayo wanayataka yameanza kufanyiwa kazi. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kusikia tamko la klabu ya Simba litakuwa ni lipi katika hili. Watakubali kupeleka timu hiyo Juni 25 ama yatakuwa ni yapi? Tusubiri kuweza kusikia maamuzi ya uongozi wa klabu ya Simba mara baada ya kikao kinachodaiwa kimefanyika cha bodi ya wakurugenzi ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.